Jambo na asubuhi njema wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 17 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni siku mpya yenye matumaini, tunapokaribisha tena kupata taarifa sahihi za uhakika na zinazogusa maisha kila siku ya wananchi wetu hapa nchini katika eneo la Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea matukio mbalimbali yanayoendelea nchini na nje ya mipaka yetu, yakiwemo masuala ya usalama, siasa, maendeleo pamoja na hali ya kibinadamu katika maeneo ya shirika na migogoro. Basi endelea kuwa nasi kwa kina cha taarifa, uchambuzi wa matukio yote muhimu endelea kwa wakati huu, na niendelea kuchatu kwamba kila siku Kivu News Info endelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekuomba na kusii hakikisha umesubscribe, kula, comment na kushare, na kwa lugha na nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Langu jina mimi ni Telo Shalonga, basi na kualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info, ikiwa ni tarehe 17 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Basi karibu tukupashe. Hali ya wasiwasi na taruki ilitanda katika kundi la Itara Luvungi wilayani Uvira katika mkoa Kivu Kusini baada ya milio ya risasi kusikika kwa muda mrefu asubuhi ya jana Jumanne tarehe 16 Juni. Tukio hilo limewashtua wakazi wengi ambao lazimika kuanza siku yao katika mazingira ya hofu kutokana na hali hiyo ya usalama isiyoeleweka. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, milio ya silaha ilianza kusikika kuanzia majira saa 12 asubuhi katika mji mdogo wa Luvungi. Mashuhuda wanasema kwa risasi zilikuwa zikisikika kwa mfululizo katika maeneo mbalimbali ya mji huo, na wanasababisha kwa wananchi wengi kubaki majumbani mwao, huku wengine wakisitisha shughuli zao za kawaida kwa kuhofia usalama wao. Wakazi wa Luvungi wanaeleza kuwa milio hiyo ilieneza hofu kubwa, hasa kutokana na hali ya usalama ambayo imekuwa ikiwatia wasiwasi wananchi wa eneo lao katika siku za hivi karibuni. Baadhi ya familia zilionekana kujifungia ndani ya nyumba zao, huku wakazi wakizuia watoto wao kwenda shule hadi ilipoeleweka vizuri. Tukio hilo lilitokea siku moja tu baada ya kutokea kwa tukio jingine la kiusalama katika eneo hilo la Itara Luvungi. Kwa mujibu wa taarifa zao kutoka kwa vyanzo vya ndani, askari mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anadaiwa kufyatua risasi mwenzake katika mazingira ambayo bado haijafafanuliwa rasmi. Taarifa hizo zinaweza kuwa tukio hilo lilitokea karibu na makazi aliyekuwa makamu wa gavana wa zamani wa mkoa huo, na hata hivyo sababu zilizomfanya askari huyo kufyatua risasi dhidi ya mwenzake bado hazijajulikana, na mamlaka za kijeshi zinaendelea na uchunguzi ili kubaini ukweli wa tukio hilo. Mwanajeshi alijeruhiwa katika tukio hilo alipelekwa haraka katika hospitali kuu ya Sainte Famille ya Luvungi kwa ajili ya kupata matibabu ya dharura. Hadi sasa kuna taarifa rasmi ilitolewa kuhusu hali yake ya afya, jambo ambalo limeendelea kuongeza wasiwasi miongoni mwa wananchi wanaofuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo. Kutokana na hiyo, viongozi wa eneo hilo pamoja na baadhi ya vyanzo vya usalama wametaka wananchi kutokubabaishwa na uvumu na usambazwa kupitia mitandao ya kijamii, kuna kubaki watulivu wakati mamlaka husika zikifanya uchunguzi wa kina. Wananchi pia wanahimizwa kuwa waangalifu na kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama endapo watagundua mendo yote inaweza kuhatarisha amani na usalama wa jamii. Wakazi wa Luvungi wanaeleza kuwa wanahitaji maelezo haraka kutoka kwa mamlaka ili kufahamu chanzo halisi cha milio ya risasi na hatua zinazochukuliwa kuhakikisha usalama wa wananchi unarejea katika hali ya kawaida. Wanasema amani ni jambo muhimu kwa maendeleo ya shughuli za kiuchumi, elimu na maisha ya kila siku ya wakazi wa eneo hilo. Wakati uchunguzi ukiendelea, hali ya tahadhari bado inaendelea kutawala katika baadhi ya maeneo ya Itara Luvungi. Wananchi wanaendelea kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za kiraia na kijeshi kuhusu chanzo cha milio hiyo ya risasi pamoja na mwenendo wa hali ya usalama katika sehemu hiyo ya wilaya ya Uvira. Hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota kwa kiwango kikubwa katika mwezi Mei mwaka 2026, ambako takriban raia 190 wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi yanayofanywa na makundi mbalimbali yenye silaha katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na Barometre Securitaire de Kivu, jumla ya matukio 305 ya kiusalama rekodiwa katika mwezi Mei ikilinganishwa na matukio 235 rekodiwa mwezi Aprili. Hali inaonyesha ongezeko kubwa la matukio ya vurugu na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Ripoti inaonyesha kuwa kundi la ADF linaendelea kuwa kundi hatari zaidi
kwa raia likihusishwa na vipo vya watu wasiopungua 119 katika mashambulizi 36 yaliyothibitishwa ndani ya mwezi mmoja pekee. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa idadi ya waasiriwa imeongezeka zaidi mara 3 ikilinganishwa na mwezi uliopita. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na wilaya Beni, Mambasa, Irumu na Lubero, ambako wananchi wanaendelea kuwa wahanga wa mauaji, uporaji na mashambulizi ya kushtukiza. Miongoni mwa matukio mabaya zaidi ni mashambulizi 3 yaliyofanywa usiku wa tarehe 13 hadi tarehe 31 Mei katika mji wa Beni na maeneo ya jirani. Watu wasiopungua 26 waliuawa katika mashambulizi yao, jambo liloashiria kurejea kwa mashambulizi ya ADF ndani ya mji wa Beni kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2023. Katika wilaya Mambasa, jiji la Lalia, Rwenzori, Alima, Makumu na Ntomboli navyo vilikumbwa na mashambulizi yaliyosababisha vifo vya raia kadhaa pamoja na uharibifu wa mali. Kwa upande wa mkoa wa Ituri, licha tangazo la usitaji wa vita uliotolewa tarehe 14 Mei na kundi la Convention pour la Révolution Populaire, hali ya usalama bado unasalia kuwa ya kutia wasiwasi. Makundi ya Kodeko na IRDPC yanaendelea kuripotiwa kufanya vitendo vya uporaji, utekaji nyara, unyang'anyaji wa mauaji katika maeneo mbalimbali ya Njugu na Mahagi. Wakati huo katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini, mapigano kati ya waasi wa M23 na makundi mengine yenye silaha yanaendelea kuripotiwa mara kwa mara. Ripoti hiyo inaonyesha angalau mapambano 45 katika maeneo ya Ruchuru na Masisi bila mabadiliko makubwa ya udhibiti wa maeneo. Katika bonde la Ruzizi, waasi wa M23 wameonekana kujiondoa hatua kwa hatua katika baadhi ya maeneo kati ya Sange na Kamanyola. Hatua inatajwa kuchangiwa na shinikizo la kidiplomasia kutoka jumuiya ya kimataifa pamoja na upangaji upya wa kimkakati yao ya kijeshi katika Kivu. Ripoti inahitimisha kwa kueleza kuwa kuendelea kuwepo kwa wanajeshi na makundi yenye silaha karibu na maeneo ya wakazi ya wananchi kunaweka raia katika hatari kubwa. Katika mji wa Uvira pekee, watu wasiopungua 5 wamepoteza maisha katika mwezi Mei kutokana na matukio yanayohusiana na ukosefu wa usalama. Kwa jumla, ongezeko la matukio ya kiusalama kutoka 235 mwezi Aprili hadi 305 mwezi Mei, pamoja na ongezeko kubwa la vifo vinavyohusishwa na kundi la ADF, inaonyesha wazi kuwa hali ya usalama katika mashariki mwa Kongo bado inaendelea kuwa mbaya, huku wananchi wakiendelea kuishi katika mazingira ya hofu licha ya hali ya kuzingirwa na operesheni za kijeshi zinazoendelea katika maeneo mbalimbali. Shirikisho la Synergie Front Grand Nord limetoa taarifa rasmi ya kukanusha habari zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinazodai kuwepo kwa muungano kati ya vikosi vya wazalendo na baadhi ya makundi ya shinikizo katika eneo la Beni kwa lengo la kuanzisha operesheni ya pamoja dhidi ya waasi wa ADF MTN. Katika taarifa yake kwa umma iliyochapishwa Jumatatu, Synergie Front Grand Nord inasema kuwa madai haya yana misingi yote wa kweli na yanalenga kupotosha maoni ya wananchi kuhusu shughuli na msimamo wa wazalendo katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hakuna makubaliano wala muungano wowote uliopo kati ya wazalendo na makundi ya shinikizo wanaofanya kazi katika mji wa Beni kuhusu kile kinachoitwa mpango wa kulipiza kisasi dhidi ya waasi wa ADF. Uongozi wa Synergie Front Grand Nord umeeleza kuwa taarifa hizo zinazoendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii hazitokani na vyombo rasmi vya wazalendo. Shirika limekumbusha kuwa wazalendo wameendelea kuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha kwa kipindi kia miaka kadhaa. Limeeleza kuwa wapiganaji wake wanaendelea kushiriki katika mapigano kwenye maeneo mbalimbali ya Lubero dhidi ya muungano wa M23 AFC na RDF, huko wanaoendelea kupambana na waasi wa ADF katika eneo la Beni. Synergie Front Grand Nord pia limeeleza tena uaminifu wake kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusisitiza kuwa shughuli zote za wazalendo zinafanyika kwa kuzingatia wito wa Rais wa Jamhuri pamoja na masharti yaliyowekwa na katiba ya nchi. Ili kuondoa mgawanyiko unaoweza kujitokeza, viongozi wa Synergie Front Grand Nord wanafafanua alama zinazotambulisha wapiganaji halali wa wazalendo. Miongoni mwa alama hizo ni kuwa chini ya amri ya uongozi wa Synergie au harakati husika, kuvaa alama maalum inayojulikana kama pasa, kumiliki hati ya utambulisho au kibali cha harakati, pamoja na kuvaa sare zinazotambulika rasmi.
Katika hitimisho la taarifa hiyo, Synergie Front Grand Nord limewataka vijana na wanachama wa makundi mbalimbali ya shinikizo wanaotaka kutumikia taifa kufanya hivyo kupitia njia rasmi kwa kujiunga na vikosi vya wazalendo au jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia miundo inayotambulika kisheria. Taarifa hiyo inakuja wakati ambako wale wa usalama katika maeneo ya Beni na Lubero inaendelea kuwa tete kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya makundi yenye silaha wanaofanya shughuli zao katika sehemu mbalimbali za mkoa wa Kivu Kaskazini. Mji wa Minembwe uliopo katika eneo la nyanda za juu ya wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini unaendelea kuwa kitovu cha mvutano wa kijeshi huku waasi wa Twirwaneho wakidai kuwa bado wanadhibiti eneo hilo licha ya operesheni za kijeshi zinazoendeshwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano na vikosi vya Burundi pamoja na wapiganaji wa wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo mbalimbali vinavyofuatilia hali ya usalama katika eneo hilo, waasi wa Twirwaneho wanaotajwa kuwa washirika wa muungano wa M23 wamekanusha taarifa zinazosambaa katika saa za hivi karibuni zikidai kuwa Minembwe tayari imeingia mikononi mwa vikosi vya serikali. Zaidi ya saa 24 zilizopita kumekuwa na taarifa nyingi kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya majukwaa ya habari zinasikiliza kwamba wanajeshi wa FARDC, vikosi vya Burundi pamoja na wazalendo wamefanikiwa kuingia na kudhibiti mji wa Minembwe baada ya mashambulizi makali dhidi ya makundi ya waasi wanaofanya shughuli zao katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa taarifa hizo hazijathibitishwa na vyanzo huru vya kuaminika. Baadhi ya vyanzo vya usalama vya Kongo pamoja na watu wanaofuatilia kwa karibu mwenendo wa mapigano katika nyanda za juu za Fizi wameeleza kuwa bado hakuna udhibitisho rasmi unaonyesha kuwa vikosi vya serikali vimechukua udhibiti kamili wa mji huo. Wakati wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo zinaonyesha kuwa mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika maeneo yanayozunguka Minembwe. Milio ya silaha nzito na nyepesi imekuwa ikisikika katika baadhi ya maeneo, anaozirisha kuwa mapambano kati ya pande ya simu bado yanaendelea. Minembwe ni moja ya maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kimkakati katika nyanda za juu za Fizi na kwa muda mrefu imekuwa ikikumbwa na migogoro ya kiusalama inayohusisha makundi mbalimbali yenye silaha. Udhibiti wa eneo hilo umekuwa ukibadilika mara kwa mara kulingana na maendeleo ya operesheni za kijeshi na mashambulizi ya makundi ya waasi. Katika wiki za hivi karibuni, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na jeshi la Burundi na vikundi vya wazalendo wameongeza operesheni zao katika maeneo ya Fizi, Mwenga na Uvira kwa lengo la kuwasukuma nyuma waasi wanaoshirikiana na M23 pamoja na makundi mengine yenye silaha yanayovuruga usalama wa wananchi. Hata hivyo, madai ya waasi wa Twirwaneho kwamba bado wanadhibiti Minembwe wanaonyesha kuwa hali ya usalama katika eneo hilo bado ni ya kutatanisha na kwamba mapigano yanaendelea kuamua nani atakayekuwa na udhibiti wa mwisho wa mji huo muhimu. Kwa sasa wananchi wa Minembwe na maeneo ya jirani wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi kutokana na kuendelea kwa mapigano, huku wengi wakihofia athari za kibinadamu zinaweza kusababishwa na vita hivyo. Wataalamu wa usalama wa masuala ya usalama endelea kufuatilia kwa karibu maendeleo yaliyo wakati wakisubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za kijeshi kuhusu hali halisi ya udhibiti wa Minembwe. Chers compatriotes, bonjour. Vipi leo Minembwe? Moi c'est Pissi Mavugo depuis Minembwe. Il est 16h03. Aujourd'hui, c'est le 16 juin 2026. Bon, à ce que les gens disent que MRDP Twirwaneho ne sont plus à Minembwe, ça, ce sont des fausses informations. Nous demandons à la population de ne pas céder à des fausses informations et nous encourageons la population d'évacuer à leurs occupations. La situation est sous contrôle de MRDP Twirwaneho. À ceux qui maîtrisent bien les milieux, ici nous sommes au centre-ville de Minembwe. Caméraman, vous pouvez montrer même là-bas. Montrer, les gens sont en train d'évacuer à leurs occupations. Ok, merci beaucoup. Il ne faut pas céder, la population ne faut pas céder à des fausses informations. Twirwaneho, MRDP sont toujours là. Nous sommes à Minembwe et nous allons protéger la population jusqu'à la dernière énergie. Ok, merci. Wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kupambana na kuenea kwa ugonjwa hatari wa Ebola wa aina ya Bundibugyo, wananchi wa mashariki mwa nchi wanajikuta wakikabiliwa na changamoto mbili kubwa kwa wakati mmoja: vita vinavyoendelea na tishio la janga la kiafya. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CSR, kati ya tarehe 15 Mei na tarehe 15 Juni, hospitali 5 zinazoungwa mkono na shirika hilo katika mikoa Kivu Kaskazini na Kusini zimepokea jumla majeruhi 303 wa vita. Idadi hiyo inaonyesha ongezeko la 30% kulinganishwa na mwezi uliotangulia, anaoazirisha kuongezeka kwa mapigano na mashambulizi katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi.
Takwimu hizo zinaonyesha kuwa hospitali nyingi zimeanza kukaribia kiwango cha juu cha uwezo wake wa kuhudumia wagonjwa kutokana na wingi wa majeruhi wanaoendelea kuwasili katika siku za kila siku. Katika hospitali za Bukavu, Uvira na Fizi pekee, majeruhi 117 wa vita wamepokelewa na kupatiwa huduma katika kipindi hicho, jambo linaloonyesha kuongezeka kwa mapigano hasa katika eneo la nyanda za juu za mkoa wa Kivu Kusini. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa hali hii inazidisha ugumu wa kupambana na Ebola, kwani hospitali zinapaswa kugawanya rasilimali zake kati ya kuhudumia waathirika wa vita na wagonjwa wa huo hatari. Kadri idadi ya wajeruhi inavyoongezeka, ndivyo pia mzigo kwa wahudumu wa afya unaozidi kuwa mkubwa. Mtaratibu wa huduma za matibabu za serikali nchini Kongo, Musa Bonji, amesema kuwa mlipuko wa Ebola hujapunguza mahitaji ya huduma za dharura zinazohusiana na vita. Badala yake, hospitali zinakabiliana na shinikizo kubwa zaidi kutokana na kuongezeka kwa majeruhi, huku wakati huo zikitakiwa kuchukua tahadhari kali na za kuzuia kusambaa kwa Ebola. Kwa mujibu wa mashirika ya kibinadamu yanayofanya kazi katika eneo hilo, wananchi wengi wanaishi katika mazingira magumu yanayotataliwa na hofu na mashambulizi ya makundi yenye silaha pamoja na hatari ya kuambukizwa Ebola. Maelfu ya familia tayari zimekimbia makazi yao kutokana na mapigano, jambo sababisha msongamano mkubwa katika maeneo ya wakimbizi na kueneza hatari ya kuenea kwa magonjwa ya mlipuko. Katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini, makundi mbalimbali yenye silaha endelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia, huko operesheni za kijeshi na za FARDC na washirika wake zikiendelea katika maeneo kadhaa. Hali imechangia kuongezeka kwa idadi kubwa ya watu wanaohitaji huduma za matibabu ya haraka kutokana na majeraha ya risasi, mabomu na aina nyingine za vurugu. Kwa upande mwingine, mamlaka za afya zinaendelea na juhudi za kudhibiti kuenea kwa Ebola kupitia uchunguzi wa wagonjwa, ufuatiliaji waliokutana na waathirika pamoja na kampeni za kuhamasisha wananchi kuhusu hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo imekuwa kikwazo kikubwa kwa timu za afya kufikia wananchi wote wanaohitaji msaada. Walisia wa mateso haya yanaonekana katika simulizi ya waathirika. Pascal, mmoja wa wagonjwa waliolazwa hospitalini mjini Beni baada ya kujeruhiwa katika mashambulizi ya makundi yenye silaha, anasema kuwa maumivu ya vita yanamfanya ashindwe hata kufikiria kuhusu hatari ya Ebola. Kauli yake na kisi hali ya maelfu ya wananchi wanalazimika kuishi katika hali ya risasi za vita na vitisho ya ugonjwa huo hatari. Wachambuzi wa masuala ya kibinadamu wanaonya kuwa ikiwa hatua madhubuti zitachukuliwa haraka, mashariki mwa DRC inaweza kukabiliwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu, ambapo vita, wagonjwa kuhama kwa wananchi vinaendelea kuzidisha mateso ya raia ambao tayari wamechoshwa na miaka mingi ya ukosefu wa usalama. Katika mazingira hayo, mashirika ya kimisaada yanaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kifedha, vifaa vya matibabu na uungwaji mkono wa kibinadamu ili kusaidia kukabiliana na changamoto hizo mbili zinazotikisa maisha ya mamilioni ya wananchi katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini. Muungano wa vyama vya makundi vya upinzani unaojulikana kama C64 umetangaza rasmi kuandaa maandamano ya kitaifa yatakayofanyika tarehe 8 Julai mwaka 2026 katika miji mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waandalizi wa maandamano wanasema lengo kuu ni kuonyesha kutokuridhishwa kwao na mwenendo wa kisiasa wa serikali pamoja na kupinga mchakato wa marekebisho ya katiba unaendelea kujadiliwa nchini. Kwa mujibu wa viongozi wa muungano huo, maandamano yatakuwa hatua mpya katika kampeni yao dhidi ya kile wanachokiita ukiukwaji wa katiba na misingi ya demokrasia. Katika mji mkuu wa Kinshasa, waandamaji wanatarajiwa kuelekea kwenye Palais de la Nation ambako wanapanga kuwasilisha madai yao makuu, ikiwemo kutaka Rais Felix Antoine Tshisekedi ajiuzuru kutoka madarakani. Tangazo limetolewa baada ya mkutano wa tathmini uliofanywa na viongozi wa C64 kufuatia matukio ya tarehe 12 Juni ambako upinzani uliandaa mikusanyiko ya kupinga sheria ya kura maoni pamoja na mchakato wa marekebisho ya katiba uliopitishwa na bunge. Kwa mujibu wa viongozi hao, hatua hizo zichukuliwa na serikali katika mchakato zimezua wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali na utawala wa sheria nchini. C64 anamshutumu Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa kile wanachokidai kuwa ni usaliti wa taifa na uasi dhidi ya katiba. Muungano unaamini kuwa mabadiliko yanapendekezwa yanaweza kuathiri baadhi ya vipengele vya msingi vya katiba katika ambavyo haviwezi kubadilishwa kwa mujibu wa sheria za nchi.
Viongozi wa upinzani wanasema kuwa maandamano ya Julai tarehe 8 yatakuwa ya amani, yatafanyika katika mji mbalimbali ya nchi ili kuwapa wananchi nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu hali ya kisiasa na mustakabali wa taifa. Wamehimiza wananchi kujitokeza kwa wingi ili kutetea katiba na taasisi za demokrasia. Kwa upande mwingine, mjadala kuhusu marekebisho ya katiba unaendelea kugawa maoni ya wanasiasa na wananchi nchini. Wapinzani wa mpango huo wanaona kuwa hatua hiyo inaweza kubadilisha misingi ya mfumo wa kisiasa uliowekwa tangu kupitishwa kwa katiba ya sasa. Wanahofia kwamba marekebisho yanaweza kufungua njia mabadiliko yatakubadili uwiano wa madaraka na kanuni za utawala nchini. Hata hivyo, kambi ya serikali na wafuasi wa rais wanatetea mchakato wakisema kuwa ni sehemu ya haki ya wananchi kujadili na kuamua kuhusu taasisi zao kupitia njia ya kidemokrasia. Kwa mujibu wa viongozi wa wengi walio madarakani, mjadala huu wa marekebisho ya katiba unapaswa kuonekana kama zoezi la kawaida la kisiasa linalotokana na mamlaka ya wananchi kuamua mustakabali wao. Katika wiki za hivi karibuni, mvutano kati ya serikali na upinzani unaendelea kuongezeka kutokana na mijadala hiyo. Kauli za viongozi kutoka pande zote mbili zinaonyesha tofauti kubwa za mtizamo kuhusu mustakabali wa katiba na namna ya kuendesha taasisi za taifa. Wachambuzi wa siasa wanaona kuwa maandamano yaliyotangazwa na Seswa Sanskati yanaweza kuwa mtihani muhimu kwa mazingira ya kisiasa nchini katika kipindi hiki ambacho taifa linakabiliwa pia na changamoto nyingine zikiwemo hali ya usalama mashariki mwa nchi na masuala ya maendeleo ya uchumi. Wakati maandalizi ya maandamano yakiendelea, macho ya wengi yanaelekezwa kwa mamlaka za serikali, vyama vya siasa na mashirika ya kiraia ili kuona jinsi tukio litakavyosimamiwa na kama itafanyika katika mazingira ya utulivu na kuheshimu haki za msingi za wananchi kama inavyotambuliwa na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya taharuki ilitanda katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini siku ya jana Jumanne tarehe 16 Juni baada daraja la Kavimvira kuporomoka ghafla wakati lori ilikuwa imebeba mizigo mikubwa mabati kivuka eneo hilo. Ajali hiyo imesababisha kifo cha mtu mmoja, majeruhi wengine pamoja na kusimamisha mawasiliano kati ya baadhi ya mitaa muhimu ya mji huo. Kwa mujibu wa mashuhuda walikuwepo eneo la tukio, lori hilo lilikuwa likivuka daraja kwa kawaida kabla daraja hilo kusambaratika kwa ghafla na kuanguka pamoja na gari hilo. Tukio hilo limechangaza wananchi wengi waliokuwa wakitumia njia hiyo na kuzua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Uvira. Wakazi waliozungumza na vyombo vya habari wameeleza kuwa daraja hilo lilikuwa tayari limeonyesha dalili za kuchakaa na kuzofika kwa muda mrefu. Wanasema kuwa nyufa za uharibifu mbalimbali zilionekana kwenye miundombinu hiyo kwa miezi kadhaa iliyopita, jambo ambalo lilikuwa likihitaji hatua za haraka kutoka kwa mamlaka husika. Kulingana na Kiza Kinito, mmoja wa viongozi wa jamii katika eneo hilo, watu wawili walijeruhiwa wakati wa ajali hiyo. Mmoja wa majeruhi alikimbizwa katika hospitali ya Kasenga kwa ajili ya matibabu ya dharura, lakini kwa mastiko makubwa alifariki dunia muda mfupi baada ya kufikishwa hospitalini kutokana na majeraha aliyokuwa ameyapata. Hadi sasa familia ya marehemu bado haijapatikana rasmi, huku mwili wake ukiendelea kuhifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali kuu ya Kasenga. Tukio limezua huzuni kubwa kwa wakazi wa eneo hilo ambao wanasubiri kutambuliwa kwa muasiriwa huyo. Mara baada ya ajali hiyo, vikosi vya uokoaji pamoja na viongozi wa serikali za mtaa walifika eneo la tukio na kutathmini kiwango cha uharibifu na kuchunguza sababu asili zilizochangia kuporomoka kwa daraja hilo. Wataalamu wanatarajiwa kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini iwapo uzito wa lori hilo au hali mbaya daraja ndio ilisababisha maafa hayo. Kuporomoka kwa daraja la Kavimvira kumeathiri pakubwa usafiri na shughuli za kiuchumi katika sehemu mbalimbali za Uvira. Daraja hilo lilikuwa kiungo muhimu kati ya eneo la Kavimvira na Grand Kasenga na ilikuwa likitumiwa kila siku na mamia wananchi, wafanyabiashara na magari ya usafiri wa mizigo. Tukio hilo limefufua mjadala kuhusu hali ya miundombinu ya barabara na madaraja katika mji wa wilaya ya Uvira. Wananchi wanazitaka mamlaka za mkoa na serikali kuchukua hatua za haraka za ukarabati na ujenzi wa miundombinu imara ili kuzuia maafa mengine yanayoweza kutokea katika siku zijazo. Wakazi wa Uvira wanahitaji suluhisho la haraka ili kurejesha mawasiliano kati ya Kavimvira na Kasenga. Miundombinu salama ni muhimu kwa maendeleo ya mji wetu, wameeleza baadhi ya wananchi waliozungumza baada ya tukio hilo. Wakati uchunguzi ukiendelea, wakazi wa Uvira wanaendelea kusubiri hatua za dharura kutoka kwa mamlaka ili kurejesha usafiri na kuhakikisha usalama wa watumiaji wa miundombinu katika eneo hilo.
Bunge la Taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limehitimisha rasmi mkutano wake wa kawaida wa mwezi Machi mwaka 2026 baada ya miezi mitatu ya shughuli nyingi za kutunga sheria, kusimamia utendaji wa serikali na kuendesha diplomasia ya kibunge ndani na nje ya nchi. Katika hafla ya kufunga mkutano uliofanyika Jumatatu, Rais wa Bunge la Taifa Mheshimiwa Aimé Bonji Sangara aliwakilisha tathmini ya kazi zilizotekelezwa na wabunge katika kipindi hicho, huku akitoa nafasi kubwa ya hotuba yake kuzungumzia hali ya usalama inayozidi kuzorota katika mashariki mwa nchi. Akihutubia wajumbe wa ofisi ya bunge pamoja na wabunge wa taifa, Aimé Bonji Sangara alisema kuwa bunge limetekeleza kikamilifu majukumu yake ya katiba kwa kujadili na kupitisha sera mbalimbali kufuatia utendaji wa serikali pamoja na kusimamia mashirika ya umma, taasisi za serikali na huduma mbalimbali zilizotolewa kwa wananchi. Kwa mujibu wa spika huyo, kazi za bunge katika mikutano hiyo ziliongozwa na misingi mitatu muhimu ambayo ni uaminifu kwa taasisi za taifa, kuheshimu maadili ya jamhuri na kulinda maslahi ya juu ya taifa la Kongo. Alieleza kuwa bunge endelea kufanya kazi kwa lengo la kuimarisha utawala bora, kuimarisha taasisi za demokrasia na kuhakikisha kuwa serikali inawajibika mbele ya wananchi kupitia vyombo vya uwakilishi wa kitaifa. Katika upande wa maendeleo ya taasisi za bunge, Aimé Bonji Sangara alikumbusha pia kwa kipindi hiki cha kushuhudia uzinduzi rasmi wa mitandao ya wanawake wa bunge, hatua ambayo ilisema inaonyesha dhamira ya bunge na kuendelea kuimarisha ushiriki wa wanawake katika uongozi wa kisiasa na maamuzi ya taifa. Alibainisha kuwa mpango huo unaendana na maono ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ya kukuza usawa wa kijinsia na kutoa nafasi zaidi kwa wanawake kushiriki katika maendeleo ya nchi. Katika nyanja ya diplomasia ya kibunge, Rais wa Bunge la Taifa alieleza kuwa taasisi hiyo inaendelea kuwakilisha Kongo katika mikutano na ziara mbalimbali za kimataifa kwa lengo la kuleta amani, uhuru wa taifa na kuimarisha ushirikiano kati ya mabunge ya nchi mbalimbali. Kwa mujibu wake, juhudi hizo zimekuwa sehemu ya mchango wa bunge katika kuunga mkono mikakati ya diplomasia inayoelekezwa na Rais wa Jamhuri katika kutafuta suluhisho la mgogoro na usalama inayokabili taifa. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo ya kisiasa na kisheria, hali ya usalama katika mashariki mwa nchi hiyo ndiyo inayotawala sehemu kubwa ya hotuba yake. Aimé Bonji Sangara alisema kuwa bunge la taifa linaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na kuendelea kwa vita katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini, vile vile na Ituri, ambako maelfu ya wananchi wanaendelea kupoteza maisha, kujeruhiwa, kulazimika kuyakimbia makazi yao. Akizungumzia hali hiyo, alikemea vikali mashambulizi yanayoendelea kufanywa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda pamoja na mauaji yanayotekelezwa na waasi wa ADF katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Spika huyo alisema kuwa bunge la taifa linalaani kwa nguvu zote vita hivyo ambavyo vimevitaja kuwa ni vya kinyama, visivyo na haki na vinaendelea kusababisha mateso makubwa kwa wananchi wa Kongo. Alitoa heshima maalum kwa wanajeshi wa FARDC pamoja na wapiganaji wa kujitolea wanajulikana kama wazalendo kwa mchango wao katika kulinda mipaka na utawala wa nchi dhidi ya makundi ya waasi. Alisema kuwa kujitolea kwa vikosi hivyo katika mazingira magumu ya vita ni ishara ya uzalendo na hali ya juu na ustahili kuungwa mkono na kila raia wa Kongo. Kwa wananchi wa Kivu Kaskazini na Kusini na Ituri ambao wamekuwa wasirika wakubwa migogoro huo, Aimé Bonji Sangara alituma ujumbe wa kufaraja na mshikamano wa kitaifa. Alihakikishia kuwa taifa lote la Kongo linaendelea kusimama pamoja nao katika kipindi hiki kigumu na kwamba mateso yao hayajasahaulika na viongozi wa nchi. Katika sehemu nyingine muhimu ya hotuba yake, Rais wa Bunge alikosoa vitendo vya uporaji wa rasilimali za Kongo, uharibifu wa mali za wananchi, mauaji dhidi ya raia na juhudi zote zinazolenga kuvuruga amani na utulivu wa taifa. Katika hitimisho la hotuba yake, spika wa bunge la taifa alitoa wito kwa wajibikaji wa Rwanda, akisisitiza kuwa nchi hizo mbili zimekusudiwa kuendelea na kuwa majirani wa milele na kwamba suluhisho la kudumu la mgogoro iliyopo haliwezi kupatikana kupitia vita, bali kupitia mazungumzo, kuheshimiana na kujenga amani ya kudumu kwa manufaa ya wananchi wa pande zote mbili. Kwa kufungwa kwa mkutano wa Machi mwaka 2026, bunge la taifa linaingia kipindi cha mapumziko, huku kiaidi kuendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama nchini na kuunga mkono juhudi zote zinazolenga kurejesha amani, utulivu na maendeleo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi yaliyokuwa tarehe 17 za mwezi wa 6 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info.
Tunashukuru sana kwa kutumia muda wenu na kwa kuendelea kuwa nasi katika kupata taarifa sahihi za wakati kuhusu matukio mbalimbali nchini na katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi endelea kufuatilia kila siku Kivu News Info kwa habari, uchambuzi na matukio ya kila siku endelea katika maeneo yetu. Na kabla tujatimisha matangazo yetu ya asubuhi leo, niendelee kukumbusha wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningeomba na kusiku kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha unasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Eloge Lulonga. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info tunasema asante sana na tunakutakia siku njema iliyojaa amani na mafanikio tele. Basi bye bye na chao, baki salama na tukwedi tena tutonane katika matangazo yetu ya mchana.